kukuletea ufunuo, unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Shalom, shalom. Tunawasalimia watu wote. Karibuni sana katika kipindi chetu cha unabii. Kwa majina naitwa Alex Evodius, mtangazaji wa ofisi ya nabii wa ishara Tanzania. Tunawakaribisha, tupo Dar es Salaam, Mbezi, Malamba Mawili. Pia tunaendelea na unabii wetu, unabii wa mwendelezo. Tulikuwa na unabii kuhusu mataifa, kuhusu taifa la Tanzania na mataifa mengine ya nje. Ya tarehe moja ile tulikuwa na unabii huo, lakini pia leo tuko kwenye unabii tena wa mwendelezo. Lakini kabla sijamkaribisha nabii wa ishara Tanzania, niweze kukutajia namba zake za mawasiliano ambayo inapatikana namba ya Tigo 0715645150. Karibu sana nabii wa ishara Tanzania. Uweze kutujulisha kuhusu haya mataifa, kwa sababu simu nyingi zimepigwa kutoka baadhi ya nchi mbalimbali za hapa Afrika na nchi nyingine ambazo ziko nje ya Afrika. Mojawapo ikiwemo Burundi, Rwanda na Kenya pamoja na Kongo. Watu wamepiga simu kwa ajili ya kutaka kujua hali ya nchi zao na hali za viongozi wao, hasa kama Kenya, uchaguzi wa mwaka kesho, hali itakuwaje, ili hao watu wasije wakaona kama vile wametengwa kwenye huu unabii wa mwaka huu. Karibu sana nabii wa ishara. Amina. Mungu akubariki sana mtangazaji wetu kwenye ofisi ya nabii hapa. Ni kwamba hata mimi nimesumbuliwa pia. Hata mimi nimesumbuliwa kwamba yani kwa nini nimewasahau. Kuna mmoja mpaka ameuliza na swali, Zanzibar ndio yani nimekuta message mle kwenye comment humo, wanasumbua vibaya. Zanzibar ina maana umetusahau sisi kabisa. Sasa wa Kongo wa Burundi yeye amenitafuta kabisa, pamoja na Kenya, afu wako mataifa ya nje, wako Ulaya, wako Marekani, wanauliza habari za nchi zao. Kusema ukweli, wako Marekani. Nilikuwa na nani hapa, ningeweza kuna nini, na wenyewe nafikiri watafurahi watakapopata majibu ya haya. Waliouliza hivyo ni wa Burundi na wa Kenya. Wa Kenya ameuliza uchaguzi wa mwaka 2027 na nilijibu kwenye ile video iliyopita kidogo, lakini ngoja nijibu vizuri hapa kwa muda dakika chache hizi. Kwanza tuanze na mataifa ambayo niliacha, ambayo vingine lazima watu waseme wao wenyewe. Mataifa ambayo niliacha ni Burundi, Rwanda, Kongo. Sikuweza kuyasemea mataifa yetu hapa jirani hapa. Haya sikuweza kuyasemea, na hata na Zimbabwe. Naweza nikaongeza mataifa mengine ili wasiniulize maswali sana. Kwanza ni washukuru sana wana grupu wa partners nabii wa ishara Tanzania. Ameifanya kazi nzuri sana mwaka huu pia. Ofisi imeweza kuchangamka na kufanya mambo yake vizuri, kwa sababu watu wameitikia vizuri. Hizo video tulizozituma watu wamepiga simu kutoka mataifa ya kule karibu na Israel, Bahrain. Tumehudumia watu kutoka Bahrain, tumehudumia watu kutoka South Africa. Leo hii nimepokea kumhudumia mtu kutoka Kongo, ambaye huyo wa Kongo bahati nzuri ni moja kati ya yani waliopo katika walinzi wa amani, katika makamanda wanaolinda amani wa leo. Nafikiri uliona nimeingia hapa nilikuwa naongea na mmoja wa hao na wenyewe wako huko, kumbe wanatufuatilia. Mimi sikujua, kumbe bwana wanajeshi wanatufuatilia. Yani nimefurahi sana leo, yani nimefurahi mno. Anasema yani kwa kweli tunahitaji kujua hali huko zinakwendaje. Nashukuru Mungu kwamba nimeweza kumpa majibu, lakini pia hapa nitazungumza kuhusu Kongo. Ingawa kwa Kongo niliulizwa kipindi cha nyuma, lakini hawa wawili wameuliza kuhusu Kenya na Rwanda.
Wale ambao unataka permanent uwe unajua mambo yanayoendelea kwenye maisha yako, jiunge tu na grupu. Unaandika kiasi ambacho utachangia kila mwezi, unaingizwa kwenye grupu la watu ambao ni partners wa huduma hii. Wapo wa Tanzania, wapo kutoka Marekani, Uingereza na Sweden wako pale, mwingine kutoka Zanzibar. Iko hivi, ukiwa kwenye lile grupu, muda wowote ule unauliza nini kinasumbua na unaepushwa na matatizo yoyote yanaweza kutokea. Pia unakuwa nabii wa familia yako, kwa sababu utajua mambo yote ya familia yako hata bila wenyewe kujua. Yaani wewe unaweza kujua familia yako wanapitia mambo gani wewe bila kujua. Yaani watu wa ndugu zako, unaweza kauliza kuhusu ndugu zako, pia ukapata taarifa, ukawasaidia na wao kukuambia kwamba jamani, jihadharini, kuna 1, 2, 3 tunakiona. Unajua uzuri wa unabii ninaotoa mimi mtangazaji ni kuwa, yaani ninawapa watu ndoto ambazo wangetakiwa waziote kuhusu maisha yao. Mimi nawapa taarifa ambazo wengine huwa wanaziota kabisa za mambo yanayotaka kutokea. Inasaidia kujiandaa na kuepuka matatizo pale yanapokuwa yamejilenga matatizo. Niende moja kwa moja. Burundi mwaka huu wako majira ambayo kuna mabadiliko ya uongozi. Kuna mabadiliko ya uongozi. Sasa huyu bwana alinitajia jina, rais anaitwa Franini Tshisekedi, sijui ndio huyo wa Kongo. Sasa huyu Burundi anaitwa nani bwana? Amenitajia, yani amenitumia kabisa, maana nilimwambia kama nataka ujue nitajie majina. Kwa hiyo amenitajia chama kinaitwa CNDD, FDD, CNDD. Sasa sijajua inaanza na FDD ama CNDD, yani CNDD. Kitu kama hicho amenitumia humo. Kitu ambacho nilikiona kwa Burundi, kwa huyu rais wao, yeye alikuwa anasoma yuko majira ya 4. Yaani jina lake linaanza na, kama sio ni N. Yuko majira ya 4, yani nilivyocheki nimegundua yuko majira ya 4, yani jumla yake ni majira ya 4. Kama sio N, yeye ni yuko majira ya ni jina lake, kama sio ni N basi ni E. Actually nimesahau hapa, lakini alinitumia kwa sababu anataka wajue. Sasa yeye mwenyewe rais wa Burundi atakuwa na dhoruba mwaka huu, dhoruba ya kiutawala. Dhoruba ya kiutawala inampata mtu kama hali ambayo imetokea kwa Nicolas sijui nani huyo wa Venezuela. Yeye yuko majira ya dhoruba na yeye. Kwa hiyo dhoruba ya kiutawala inaweza ikasababisha mtu akashtakiwa ama akatuhumiwa kwamba hafai kwa sababu 1, 2, 3. Majira ya nchi yake yanahitaji kiongozi mwingine. Sio kwamba lazima atoke, ila yanalazimisha watu kuanza kutamani aje kiongozi mwingine. Kwa hiyo kama kuna uchaguzi mwaka huu, sijajua kama kuna uchaguzi wala sijui, ni kwamba kutatokea hali ya kupinga viongozi wao, akiwemo huyu kiongozi. Wataanza kumpinga huyu, kwa sababu atakuwa kwenye majira ya dhoruba huko Burundi. Kwa hiyo Burundi wanatakiwa muombe Mungu awasaidie utulivu, kwa sababu utulivu utakuwepo, lakini kwenye uongozi wa Burundi hakutakuwa na utulivu. Niende Rwanda mwaka huu nako hakuko katika utulivu sana, kwa sababu Rwanda kutasikika mambo ya vifo, kutasikika mambo ya kama vile mapigano. Sio lazima iwe vita, yani mapigano, mambo ya mauaji, kama vile kuna mauaji yanatokea Rwanda, kutakuwa na msiba. Kwa nazungumza hivyo wazi ili watu waangalie mambo yote ninayosema. Kutakuwa na msiba au misiba ambayo inaigusa Rwanda
na mambo ya wanajeshi au polisi wa Rwanda kuhangaishwa mwaka huu itatokea. Jeshi au polisi itatokea. Kwa hiyo kuna hali ambayo si nzuri sana wakati mwingine, kwa sababu jina la rais na jina la nchi ni ikiunganika inakuwa mbaya sana. Unaweza ukashangaa mtu akauawa yani. Yaani mfano yeye mwenyewe Paul Kagame yuko majina mabaya kabisa ya sita ambayo anaweza kajeruhiwa ama akaugua, hali ambayo sio ya kawaida, yani sio katika hali ya kawaida, ni hali yani kupingwa na kukataliwa. Yani watu wanaweza kumfanyia kitu chochote kitachoweza kumletea madhara kwenye nchi na yani kuna kiongozi Rwanda anaweza akafa mwaka huu. Sasa rais anaonyesha kupata madhara, majeraha ama kujeruhiwa ama kuugua. Sasa hiyo inaweza ikasababisha pia akaingia kwenye matatizo makubwa Rwanda, ikajikuta inaomboleza kifo, sababu yenyewe nchi yenyewe inaonyesha kutatokea msiba Rwanda. Niseme sana kwa kifupi, hayo inaweza yakamtosha sana kuthibitisha mambo yanayokwenda kutokea, na kwa sababu nasema nikiwa na uhakika na kile ninachokiona, kuna msiba Rwanda na kuna msiba Rwanda itatokea ambayo sio hiyo waliozoea watu wa kawaida. Yaani msiba ambao utasikika. Alafu Kongo wao hakuko shwari sana kwenye uongozi. Kuna msiba wa ghafla au misiba ya ghafla na wenyewe itakayohusu kama mapigano, alafu itasababisha pia uongozi utikisike. Yaani uongozi anaitwa sijui Francis Tshisekedi sijui. Huyo ni kwamba mwaka huu yeye kuna wasaliti wanataka kumsaliti kutoka kwenye nafasi alionayo. Na kunaweza kutokea tukio la ghafla pale Kongo ambalo linaweza likawaumiza wa Kongo ama likaleta shida pale Kongo itakayosababisha mabadiliko ya viongozi ama uongozi. Namba ni 3 kwao na namba nyingine ni 11 ama 2, ambazo zote zinamaanisha kuna tukio la ghafla la kuhusu masuala ya mtikisiko wa uongozi ama kutikiswa kwa uongozi na kupelekea kuondoka kiongozi kwenye nafasi au kufariki pale Kongo. Nizungumzia huyu hao waliouliza Zanzibar. Zanzibar kuna kusanyiko ambalo kuna mtu anaonekana anaondoka, lakini ni mtu mwenye umri mkubwa. Yaani kuna kusanyiko Zanzibar linalolenga kukusanyika kwa watu wa Zanzibar kwa ajili ya tukio la mtu mwenye umri mkubwa. Kusanyiko, watu watakusanyika. Nadhani mambo ya msingi ni hayo, labda ya kuongezea ambayo yanatakiwa wajue watu ni hili. Majira yaliyoko Tanzania ambayo nilisema mvua zitanyesha, alafu kutakuwa na ukavu ama ukame baadhi ya maeneo. Na kitu kingine niwaambie kuna watu wanakopi unabii tunaoutuma. Kuna watu wanakopi. Tarehe 1 unabii tuliorusha, kuna mtumishi mmoja anajiita sitamtaja sana hapa, lakini ni mtumishi mmoja ambaye ana TV yake, anaonekana na vijana maana ni watumishi wa sanisa. Yaani yale tuliyosema tarehe 1, yeye kwenye tarehe 2 amekuja naye anayasema, na kati hana desturi ya kusema hayo. Yaani mle anagusa mle na wala hana desturi yeye ya kusema mambo ya kutabiri uongozi yanayatoka wakati mwenyewe yuko pamoja na hao. Ni kiongozi ni mtu mmoja hivi, mmoja. Sasa ngoja ajiingize kwenye hiyo, nitamwekea mtego kama nilivyomwekea yule mwingine. Yule aliyesemaga alitabiri ya Magufuli wakati alichukua kwenye hii. Sasa na huyu nitamwekea mtego, keshaanza kuiba. Hawa wanaofuatilia na wanaofuatilia na wajua, yani watu wake na wajua. Kwa sababu kuna watu wake wao wanakuja kwenye peji yangu, wana picha ya huyo mtumishi. Kwa hiyo wanachukua, wanapeleka kule. Safari hii ameigiza kabisa, yani ukiangalia zile headlines tulichokiandika sisi mwezi tarehe 1, yeye na yeye amekwenda kuandika yale. Viongozi, naona viongozi, gogoro, si nini.
hajawahi kutabiri, hatabiriki. Hakuna mwaka ametabiri yule jamaa. Kwa hiyo huu ni uhuni wa namna hii mtaushughulikia sasa hivi. Nimeshaiona hiyo. Taarifa ambayo naitoa sasa hivi ni maeneo yenye majina M, D, V Tanzania kwa ajili ya ile majira ya kwanza ambayo ni ya ukavu. Haya maeneo haya yatakuwa yana matukio ya moto. Matukio ya moto. Lakini pia hayo maeneo ya majina hayo na mataifa yenye majina hayo M, D, V kutatokea matukio ya moto na mapinduzi ama mgogoro wa viongozi kama vile Venezuela. Vile vile nchi za namna hiyo M, D, V mapinduzi ama mgogoro wa uongozi na moto kulipuka kwao, moto. Naomba msisahau hayo. Mungu abariki sana. Kuna nadhani Kenya. Kenya. 2027 uchaguzi wa Kenya. 2027 Kenya kuna mgawanyiko 2027, si ndio? 27. Kuna yani uchaguzi wa 2027 kuna mapigano, kuna mgawanyiko, yani kuna mapigano, kuna mgawanyiko, kuna msiba, kifo cha ghafla au vifo. Alafu 2027 Kenya, yani kwenye masuala, maana unasikia utengea kwenye chaguzi. Mheshimiwa Ruto, kwanza mwaka huu Mheshimiwa Ruto atakuwa na dhoruba. Nchi yake itakuwa nilishasema pale kutakuwa kuna mabadiliko ya uongozi. Kuna viongozi wanabadilishwa, lakini Ruto alindwe na ajilinde sana, yuko kwenye hatari. 2027 atakuwa anasalitiwa. Ruto atakuwa anasalitiwa ili akomee pale, ghafla ishie pale. Kwa hiyo uwezekano wa yeye kukomea pale na yeye upo, asiendelee tena mbele. Ila mwaka huo pia uwezekano wa yeye kwa muujiza kama atashinda wasaliti, anaweza pengine kwa bahati sana kushinda. Wewe ni ushindi wa Ruto 2027 ni mdogo, ni wa muujiza tu. Yani itokee muujiza, lakini maana yake uwezekano wa kushinda Ruto mwaka 2027 niseme mapema ni mdogo, haupo. Ila nitoe warning kabla manabii wa uongo hawajaanza kuleta uongo wao. Na wapeni taarifa ya rais wenu wa 6 atakavyokuwa Kenya. Rais wa 6 Kenya mtakaompata, hii sasa itawaingiza kwenye mchaka. Kwanza nimesikia unabii wa uongo kwa mtumishi mmoja, anasema rais wa 6 wa Kenya atakuwa ni rais ambaye ndio chaguo la Mungu, na watawadhalisha. Rais wa 6 anakuwa kafara la taifa. They don't understand. The 6th president of Kenya will be the sacrifice for their country. Atachukiwa, kwanza atapendwa sana, alafu ghafla atachukiwa vibaya sana. Alafu kutatokea baada ya kuwa anachukiwa, asipokuwa mvumilivu atafanya uhalifu mbaya sana Kenya, kwa sababu atachukiwa. Atakapochukiwa atafanya uhalifu mbaya sana. Alafu rais huyo atakuwa na dalili hizi, atakuwa na dalili za masuala ya imani potofu au nguvu za giza na ushirikina. Alafu pili, rais wa 6 huyo, pili atakuwa ana jambo katika maisha yake ambalo kwenye masuala ya mahusiano ni kama ni kashfa, lina kakashfa. I repeat. Kwenye masuala ya mahusiano atakuwa kama ana kakashfa. Alafu kwenye masuala ya kimani atakuwa na ana hali ya ushirikina, atakuwa na dalili za kishirikina ama kutegemea nguvu za giza hivi. Kwa hiyo rais mwenyewe ni kama kafara la taifa, huyo rais wa 6 huyo, kafara la taifa. Na taifa lenyewe litakuwa katika giza, yani litakuwa linapitia giza fulani, ghafla, giza fulani ghafla. Atakuja rais huyo kwa upendo,
alafu ghafla atageuka, atakuwa kinyume na wao watamgeukia, kutaanza mapambano. Wasipomwomba Mungu, rais wa 6 Kenya itakuwa ni balaa mbaya sana kuliko walivyotegemea. Nimemaliza. Amina. Mungu awabariki sana watu wote ambao walikuwa mkitufuatilia. Tunapatikana Mbezi, Dar es Salaam, Malamba Mawili. Tunawakaribisha sana.